Ali Mufti naona amejongea kwenye kiriri na yuko tayari kupanda kwenye kiriri kwa sasa kutujuza kinaga ubaga taarifa rufufu ambazo zimejiri kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa kupendezwa na kufurahishwa, naomba nimpandishe jukwani Ali Mufti, Ali wa Mbuzini, Ali wa Mangula, Ali Machopa, Ali Abul Hassan, Ali wa Tegeta. Hiyo niongezea. Ndio kwa wa Tegeta huyo. Hiyo tangu niwepo hapa hiyo Ali wa Tegeta sija kuisikia. Ali wa Tegeta? Hiyo ndio umeiongezea nimesikia. Asalamu alaykum Ali wa Tegeta. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiukweli kwanza hujakosea kusema Ali wa Tegeta. Ali wa Tegeta ndugu zangu Tegeta finest. Sijaona ninawatenga. Tegeta ndio nyumbani. Ndio nyumbani. Sasa darasa la kwanza mpaka leo hii unaniona. Acha bwana. Bwana. Kwa sababu tukipita tulipotea njia. Yani kule ukiuliza Mufti. Kaka Mufti. Yani niko Tegeta kwa ndevu. Nimefika Tegeta bwana. Hana habari kwamba huyu ni wa Tegeta. Usikuwa tu na mention na watu wa Tegeta nimepokea ujumbe wao. Huyu anaweza akapigwa. Sasa kwa ndio si aka Tegeta kabisa. Na pale Tegeta ukifika kuna bango kubwa kwa Mufti. Kabisa. Wewe Mufti wewe. Wewe na Mufti kuna siku aliweka nani akasema jamani tujengeni. Tujengeni. Mimi nipo Ali Mufti. Hapana, sasa akipiga picha akika status nyuma kuna vitu kibao. Akavumilia akasema tujengeni vijana mimi nipo. Kaka nitakuwa nakuja nimechukua msimamo. Abul Hassan bana vipi mzee wangu? Alhamdulillah. Habari za Tegeta? Salama kabisa kiukweli. Uko vizuri eh? Salama kabisa. Wa Mangula leo watusame. Ushapeleka sana Mangula. Kila siku Mangula. Kabisa ni kweli kabisa. Hivi Ali ikitokea nachukua Tegeta pale alafu nataka nipeleke Mbagala kwa. Hivi gharama yake inakuwaje? Nafikiri hapo utapata shida kwenye usafiri zaidi. Hapo kwenye usafiri. Usafiri. Kwa ushanisamehe. Ya hapo kiukweli ninapokuwa na mimi naanza harakati zangu zile. Harakati za mtu mweusi. Kabisa. Ruksa. Ruksa kabisa. Kwenye hili wala sikulaumu kabisa. Tegeta wewe. Basi kwanza kidogo. Naam. Tegeta wewe. Oye. Wewe jifiche tu mtakao mtumwa. Umepata. Wao umepita ndugu yangu. Akina mama unajificha kama anapojificha sobangu Ahmad Hashim. Ahmad Hashim pale Kirongwe Mafia pale wanamuita kamanda. Sasa naambia Ahmad Hashim bwana. Unajificha nini kamanda? Hebu rudia nani? Ahmad Hashim. Okay sawa. Maarufu kamanda. Kamanda. Alikuwa anajificha. Alikuwa anajificha. Namwambia jana bana mechi hizi zote 8 live Azam TV asema unanichanganya. Ndio. Mbona unachanganya vipi? Mimi nataka niziangalie zote. Na sasa mimi sikuchanganyi, kazi kwako. Jichanganye mwenyewe. Sisi Azam TV tushasema. Ni kweli. Mechi zote 8 live. Sawa. Saa 10 kamili jioni. Ni kweli. Mbona unanichanganya? Sasa niende wapi? Nikamwambia wewe na TV zako. Sawa. Utaamua wewe. Karibu ana Ali wa Mbuzini utuambie. Nashukuru. Ali wa Tegeta. Leo ni Tegeta. Leo ndugu zangu wa Tegeta mmekumbukwa. Yes, twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni. Nashukuru sana kwako mtangazaji kinara Hassan Ahmed. Lakini pia kuna watu huwa wanachanganya wakati mwingine wanatamka Ahmed Hassan. Lakini wewe mwenyewe huwa hauna iana, hauna shida. Vyovyote vile ambavyo mtu ataamua kukutana kuja wewe ndivyo ninavyokuja. Sasa ndio tunafu muda mrefu kidogo tujaonana na wewe. Hivyo ndivyo ambavyo hata Hassan Ahmed alisema kwako wakati mnaanza kipindi, lakini Idi Nonga bwana kweli kabisa kikweli. Yes, tuangazie kile ambacho kimejiri katika Nimeona picha ya wananchi hapo. Yes, huyu ni Ali. Wewe unapenda Yanga, unaanza na Yanga leo? Bwana leo tumewapa nafasi wananchi kwa kile ambacho amekifanya jana katika dimba la Amani pale. Hebu tumsikie Ali Shabani kama anasemaje. Kwa maneno mafupi kabisa. Ladies and gentlemen. Ndio Young African Sports Club. Club kubwa, bora, yenye uwezo kuliko timu yoyote Tanzania bara na visiwani. Young African Sports Club. Waliona hapa. Unaona MC ile? Mabibi na mabwana. Hao waliofanya ubaya hapa wanaitwa Young African Sports Club. Club bora ya muda wote Tanzania bara na visiwani. Ni kweli? Nilikwambia kuna siku tulikaa hapa. Ndio. Mechi ya CRDB kwa mazika Kirumba. Nikamwambia bwana ananongwa hii ataenda nayo, atajibu. Kuna video anakimbia na zaka za kazi.
Bwana hiyo kuna muda unaona mbali wewe. Nikwambia bwana Ali hii kaiweka na tupite kwenye peji zake baadaye. Hii haijaisha hii bado. Kabisa. Na wewe anatazama viwanjani yule. Saka Ali ulikuwa unanongwa kumbe. Kabisa. Na sasa hivi nafikiri watakuwa baadhi ya wachezaji na baadhi ya viongozi wa Azam FC tayari wameshafika Dar es Salaam. Na ilikuwa bahati kwamba hawajapanda boti moja. Wamepanda boti moja bwana. Ilikuwa bahati wamepanda boti moja. Azam Marini bwana. Azam Marini bwana, wewe acha. Wamekaa kwenye boti moja. Moja bwana na wameshuka. Sasa kama yani ilivyo bahati wameshafika. Wameshafika baadhi yao. Lakini iko boti ambayo muda huu ndio inaingia. Ndio. Na hiyo wanafuatilia viwanjani. Mimi nilikwambia jana burudani popote pale. Wewe bwana wewe. Nitakwambia ile MV Kilindoni na wewe na Mafia na yenyewe na kisimbuzi cha Azam TV. Sasa akataka kunibishia. Atakubisha hivi. Atakubisha. Na nikawa na mention pale. Kidika, Kilongwe, Jojo, Banja, Kifinge, Mibulani, Kiegeani, Jibondo, kule kwenu wapi kule? Mangula. Achana Mangula ile nyingine ile. Mangula afu pale katikati Kilombero. Na Kilombero. Naona kweli. Kilombero, yes, Kilombero ndio wilaya. Yaani bonde lile bonde. Hapo sasa ndio umepatia. Bonde la Kilombero. Hapo sasa ndio umepata, umetaja Kilombero. Tuendelee mzee wangu tata. Yes, huyo ni Ali Shabani Kamwe na ushindi waliopata jana kwenye Azam kwenye mechi dhidi ya Azam FC. Ndio kurejea kule kwenye mambo ya CRDB Bank Federation ambao wametupwa nje. Hilo halina ubishi kabisa. Azam wamewatupa nje. Nje nao hawezi kupinga. Na sasa kwa sababu wametupwa nje. Bwana ulizungumzia mechi 8 jana za NBC Premier League. Pale nilipomtaja Ahmad Hashim. Yes. Kamanda. Umemtaja Kamanda. Sasa Kamanda tunamkumbusha hii ndio ambayo kiukweli iliwachachawiza watu wengi. Na Kamanda alichachawizwa hapa. Kamanda atazame mechi gani? Huko kaweka simu yake si Azam Max. Huko mwisho akaniuliza bana, mimi nataka nikutizame na wewe kwa nini uko wapi? Nikamwambia ndugu yangu kapitwa. Gari litakupita ile gari ya mshahara. Nikamwambia mnenda ZBC hapo. Utanifuta. Sasa hiyo ZBC uliyoitaja. Hebu ngoja tusome hii hapa. Alichokiandika Masanza hapa. Hii ni poster yetu ambayo tuliiweka sisi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo Azam TV Sports. Masanza akaichukua akaandika hapa anasema kwani Azam TV Sports akiwa ametutagi sisi anasema hamna chaneli ya katuni muipeleke mechi ya chukuchuku huko. Alafu anasema na mechi ya DX wekeni hata sinema zetu. DX kwa utani wa mitandaoni ni TRA kwa maana ya Christina Mwagala. Christina Mwagala na Masanza wanakaa utani. Jana kwani walicheza TRA walicheza na Coastal Union. Walikuwa chaneli gani? Hebu watafute hapa. Wanaangalia kila nikinyanyesa. Hawa walikuwepo Azam Sports 4. Walipata bahati ya mtende. Ya mtende kwa kweli. Sasa kuna comment ya Khalidi Chukuchuku ambaye ndo alitajwa hapo. Ambayo channel yake ilitakiwa mechi yake huyu Masanza alikuwa na shauri ipelekwe kwenye channel ya cartoon. Khalidi Chukuchuku anasema mechi ya Moses Mpunga hiyo ni ndo ulioitangaza. Ya Dodoma Jiji na JKT Tanzania. Anasema wamepeleka channel ya mawaidha. Hii mechi zijazo ofisi niangalie. Haiwezekani. Hii nasema kweupe. Lakini sio channel mbaya. Ndio kama channel ya dawa. Dawa ile. Anasema kuna mwingine hapa Irene Irene Kilango huyo ni mmoja ya waandishi wa habari. Anasema kuna timu ilikuwa sinema zetu. Hivi sinema zetu ilipumzishwa jana. Ilipumzishwa. Na jana nikwambie tu mtangazaji Kinara tuliweka post kupitia ukurasa wetu wa Azam TV Sports ambao Masanza ametutag. Tukiuliza mechi gani tuonyeshe sinema zetu. Yona ile. Na Ali wewe ndio uliweka ile na kujua vitu vyako. Watu wakaanza kuchapa pale. Watu wakatiririka ikiwemo hata mechi ile iliyochezwa Zanzibar. Kuna watu wanasema ipelekwe sinema zetu. Wanasema hivyo? Mechi iliyochezwa pale Jamhuri Morogoro. Na watu wakasema ipelekwe sinema zetu. Sio mimi lakini. Ni comments ni watu. Na ni miongoni mwa posti ambazo zilipata engagement kubwa sana. Kama unabisha tembelea katika ukurasa wa Azam TV Sports utakuta hizo. Hiyo hujaja nayo leo? Leo sijaja nayo.
Hiyo bana sikuja nayo. Hebu soma umesaji ya mwisho ya Khalid Chukuchuku. Khalid Chukuchuku akarudi sema Pamba Jiji wameifanya kama tamthilia vile. Yaani Pamba Jiji ambayo jana ililovwa Rovu. Ilikuwa za mtu hiyo. Tamthilia za Bwana Nonga si ziko hapo? Ndio. Kuna balaa. Hapo ndo nyumbani kwa Idi Nonga hapo. Jana Pamba alikuwa anatwanga. Bwana kuna kitu ambacho nimejifunza. Naam. Kumbe bwana sasa hivi hata tukiwa na mechi 10 ndio tuna uwezo wa kuonyesha bila mushkil wowote, bila ubishi. Sahihi kabisa. Yaani kama tutarudi kule tulipotoka timu 20 zile. Timu 20 zina mechi 10. Yaani hatuna wasiwasi. Hakuna shaka kabisa. Siku hiyo channel inakuwa busy zote. Kila unapoweka kila ukiweka kuvyuma tu. Na mtangazaji Kinara, mtazamaji wa Viwanjani anatakiwa ajue. Ndio. Ya kwamba kwanza ukubwa wa Azam TV. Ndio. Kuzipata mechi hizi zote 8 inamaanisha kuna timu kubwa ya watu walikuwepo Zanzibar. Ndio. Kuishughulikia mechi ya Yanga dhidi ya Azam FC. Na wameishughulikia vizuri. Hao watu walikuwa Zanzibar kushughulikia mechi ya Azam na Yanga. Hao wameshughulikia. Kulikuwa kuna watu walikuwepo Morogoro. Kulikuwa kuna watu walikuwepo Ngoja usikimbie. Tunao muda wa kujimwaga leo. Ndio. Kuna watu walikuwa Morogoro. Ndio. Na walikuwa wanaishughulikia mechi ya Mtibwa na Simba. Na wakaishughulikia barabara kabisa ipasavyo. Kabisa. Yaani lengo tu kukupa burudani wewe ambao unafuatilia. Sio mtu mmoja na wala sio watu wawili. Sio mtu mmoja wala sio watu wawili. Ni zaidi ya watu, yani ni watu wengi kiukweli. Kuanzia 15 kwenda juu. 15 kuendelea mbele. Wamesafiri na magari yamesafiri kwenda kuisimamia hiyo mechi mpaka wewe unaupata huo uondo. Kwa hivyo karibu mechi zote. Sasa kima cha chini kabisa cha crew ambayo inatembea ni watu 15. Kima cha chini 15 piga mara 8, 120 mzee wangu. Kaka. Iko 120. Na wako watu ambao tulitumwa Dodoma. Ndio. Baada ya kutoka hapa na SGR. Na baada ya mechi kumalizika alfajiri kachukua tena mzigo. SGR. Nipo hapa Dar es Salaam. Nilienda kushughulikia mechi ya Dodoma na JKT. Mimi ni miongoni mwa washughulikiaji. Niko vizuri kwenye kushughulikia. Na mimi nilikuwa nazishughulikia mechi zote mitandaoni. Bwana wewe nikupigia makofi bwana. Umezishughulikia barabara. Alisema kushughulikia mechi zote. Mechi zote 8 bwana. Wewe ndio ulikuwa unazishughulikia pale. Zote bwana. Usipewe nini? Kama ulikuwa unamtafuta admin basi admin umempa. Ndio wewe. Bwana hiyo. Kwa mechi ya Unguja pale Amani. Shughulikia wewe ndio umeshughulikia. Kabisa. Ya Simba pale Jamhuri. Kabisa. Ameshughulikia bwana. Umeshughulikia barabara. Wewe utafika mbali. Wewe huwezi kuishia mlangoni. Kabisa. Wewe taarifa uliona hii? Hiyo ndo nanipa hapa sasa. Ndio naiona hii iliwekwa na TFF, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Unapotamka TFF unatakiwa utulize akili kidogo. Taratibu utamke kwa utulivu. TFF wenye mpira wao utulivu. Ndio Utulivu wa kutupwa. Ndio hawakutupwa. Unajikurura pale. Wa kugaragara. Na hapo bila shaka lazima umtaje Wallace Karia. Ukitaja TFF ndo Wallace Karia. Si ndio Ndio. Haya. Bana wao sasa TFF wanasema mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa maana CRDB Bank Federation Cup itachezwa tarehe 4 Julai 2026. Wapi? Uwanja wapi? Wagombani kisiwani Pemba. Kwa mwenyeji wa mechi hiyo. Hapo lazima tukale mashelisheli hapo. Mashelisheli hapo. Bwana. Tunaenda tunarudi na karafuu. Ndio. Nitakupokea. Gombani hiyo. Hapo lazima niende Chake Chake. Kabisa. Hiyo ndio mechi yangu ya kutoka hiyo. Kwanza utaenda kwa mwewe au unaweza kutumia njia ya maji? Mimi napenda nipite Nungwi pale. Nungwi nasikia raha upite Nungwi. Nasikia raha pale Nungwi pale. Mambo ya Nungwi hayo bwana. Nungwi pale lazima tupite. Utapita angani, utapita baharini. Pale Nungwi lazima upite. Kwa hivyo wewe unasikia raha tu, utamu usikii. Mimi nasikia raha tu pale Nungwi pale. Anakuuliza utamu usikii. Yaani mimi uniwekee chopa kama ulopanda wewe. Au sio bwana? Na boti. Na boti. Wewe unachagua boti. Mimi nachukua kunema hapa. Nungwi hiyo. Kuna watu huwa wanaeleza kwamba huwa wanakutana na changamoto wakiwa wanapita
nungu au wengine kupanda vipando vile vya majini. Kutana na changamoto mbalimbali mpaka ulize jini ngazi tajiri. Mpaka wanapewa mifuko nini ya kuwasaidia katika baadhi ya mambo ambayo waambiwa nione wale. Wewe hujawahi kukutana nalo hilo jambo? Wale waambiwa nione wale. Una dawa yao hiyo? Wale wanione. Una ushauri au wanione ambao wana shida ya hiyo kutafuta wamuone huyu bwana. Hebu soma comment ya Alikamwe hapo. Ya sasa bwana, kwa nini tumeleta hapa? Baada ya kuwekwa tu miongoni mwa comments za mwanzo kabisa, ndio ilikuwa ni ya Ali Shabani Kamwe. Na akaandika hapa, anasema tutakuwepo kwa herufi kubwa na akaweka vicheko. Na nikwambie tu katika video ambayo imeonekana huko mitandaoni akiwa anamvuta Zaka za kazi Thabiti Zakaria kwamba bwana twende tukazungumze pale, kwa sababu kwenye mechi ya Mwanza baada ya kumalizika wewe ndio ulinivuta. Ali akisema hivyo, Ali Shabani Kamwe. Sasa ilikuwa zamu ya Ali jana kumvuta Zaka za kazi. Alikuwa anamsindikiza kwa maneno ya kwamba tutakuwepo, sisi tupo nyuma yenu Julai 4. Haya ni Ali Shabani Kamwe. Situnge haya kwa sababu wanatazama kaandika hapo. Hapa amesema tutakuwepo. Hili alianza kulisisitiza kwa mdomo, kwa maneno kwamba watakuwepo Julai 4. Muda umekwisha kaka. Huyu ni Hashim Ibwe bwana na msuli wake. Bwana msuli wake. Basi tumalizie tu kwa kusema huyu ni Ibwe na msuli wake. Na msuli wake basi. Asante sana mzee wangu. Shukrani sana. Ulikuwa wakati mzuri sana. Kwa kweli tumeenjoy. Tutaenda kunema pamoja basi. Kabisa. Pemba hiyo. Lazima rudi na karafuu. Unaniaga. Bwana, yumkini ya ziada yako mengi sana, lakini kwa leo tunakomea hapa na tunaweka nukta. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kukufikia mahali kokote pale ulipo, ilivyo bahati hii leo Mtozi Nukhaya binti Mbugita pamoja na Sharif Bayona kwenye duru za kimataifa, lakini bila kusahau Idi Nonga tumeanza naye na tunamaliza naye, na Deltraf tumeanza naye pia na tunamaliza pamoja. Mimi ni mtangazaji kinara, naitwa Mzee wa Unyo. Meneja sakafu ama floor manager ni Steven Samuel Mwakipesile, lakini asante pia Space Rosa Joseph kwenye online graphics na mambo mengine mbalimbali. Na director wetu leo utatusame, lakini tunakupongeza kwa kazi iliyotukuka. Asante na kwaheri kwa sasa.